inaonekana katika Injili ya leo. Yesu, tuliza dhoruba. Tuko nyakati zetu hizi, dhoruba ziko za aina mbalimbali kwa nyakati zetu. Kuna dhoruba za njaa, kuna dhoruba za maradhi ya aina mbalimbali, kuna dhoruba za ukosefu wa ajira, kuna dhoruba za hali mbaya ya hewa, kuna dhoruba za hali ngumu ya uchumi, mafuta kupanda bei, zoni dhoruba na vitu vingine kupanda bei. Kwani hajui hivyo kwamba wenye kipato duni ni dhoruba? Kuna dhoruba za kimtandao, kuna dhoruba za kukataliwa, za kuchukiwa, kuna dhoruba za ushirikina na kadhalika na kadhalika. Lakini tutambue kwamba mtuliza dhoruba yupo. Hakuna sababu ya kuwa waoga na wasiwasi, ila yeye anatuhimiza kuwa na imani thabiti. Na kwa kuwa sisi ni dhaifu katika imani, Mungu atuongezee imani, hivyo kwamba dhoruba mbalimbali zinapotokea katika maisha yetu, kimbilio letu liwe ni kwa Yesu. Tegemeo letu liwe ni kwa Yesu. Daima tumwite dhoruba zinapokuja katika roho ya sala, tena kwa imani kwamba uweza watoka kwake. Lakini pia tutambue kwamba tuko safarini, kama hawa wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe, kwamba tuko kwenye mashua, tuko katika mashua hii kanisa, hivyo kwamba katika imani yetu tuwe thabiti kabisa kubaki ndani ya mashua kwa uaminifu katika kanisa, hivyo kwamba tukipokea kwa usahihi na kwa umakini kabisa mafundisho yanayotolewa na mama kanisa, tupate lishe ya kutukuza katika imani kiroho, lishe tunayopewa na mama yetu kanisa, lishe ya neno la Mungu linalotuangazia na kutuongoza katika safari yetu, lishe ya kumtazama Yesu kwamba yeye ndiye njia na dira katika mashua hii kanisa, lishe ya Ekaristi Takatifu. Mama kanisa anatulisha kwa Ekaristi Takatifu ili tupate nguvu ya kupambana na dhoruba mbalimbali tunazokutana nazo. Lakini tutambue pia kwamba nyakati nyingine dhoruba zinaweza kutupiga tukaumia. Lakini tunapoumia, mponyaji yupo, Yesu. Ndio maana akatuwekea sakramenti kitubio, sakramenti ya upatanisho, kukutana na huruma ya Mungu anayetusamehe na kuturudisha ndani ya kanisa. Ni sakramenti ya uponyaji, ni sakramenti ya kutuweka huru, ni sakramenti inayotufungulia milango ya mafanikio katika maisha
kwa Bwana wetu Yesu Kristo mtuliza dhoruba. Tujue kwamba katika somo hilo la kwanza, simba ananguruma. Kwa kwanza tumepachukua tote sura ile ya 5 aya 8 hadi 9, anasema muwe macho, kesheni, kwa kuwa yule mwovu kama simba angurumaye anazunguka zunguka akimtafuta yeyote ili amfanye mateka. Ndio maana sema muwe imara katika imani na kumpinga. Tutaweza kumpinga tusipofungamana na Yesu katika roho ya sala, ili kupata nguvu hiyo ya kumpinga huyo simba angurumaye katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Tuwaombe watakatifu malaika wa Mungu ili watusindikize katika safari yetu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu ndani ya mashua hii, kanisa moja takatifu Katoliki Asili yake Mitume, ili mwisho wa safari tufike kituoni kuonana na Mungu